Kaja ukasema mimi sijasema Yesu alizaliwa aje. Nilisema nikatoa mfano. Kama vile Mungu alivyomtoa mwanamke ndani ya Adamu, hivyo ndivyo Yesu alivyotoka ndani ya Mungu. Ila alitoka kwa hapa ama alitoka kwa hapa, hakuweko na alipatikana. Kwa hivyo alitoka ndani ya Mungu. Na maandiko ambaye kwanza ukakubali ya kwamba Yesu alifanyika kuwa hekima ya Mungu. Kwa hivyo leo tukimuita Yesu hekima, anaitika anasema mimi ndio hekima. Na hekima huyo Suleimani akisema, anasemaje? Methali 8:22 hadi 25. Suleimani anasema huyo hekima alizaliwa kabla ya ulimwengu. Kwa hivyo mimi ukiniuliza Yesu alitoka wapi, nakwambia alizaliwa na Mungu. Lakini ukiniambia alizaliwa kutoka kwa macho ya Mungu, kwa kichwa ama kwa nini, hiyo ndio nitakwambia Biblia inaandika. Lakini Biblia inaandika alizaliwa na Mungu. Tena alizaliwa kabla ya kuweko duniani. Sasa wewe ile kitu hujatuambia huyu Yesu alitokea wapi, kwa hewa, kwa muujiza? Maana unasema aliambiwa akafanyika. Sasa ndio aambiwa afanyike. Alitoka wapi huyu alifanyika? Ungetuambia alitoka wapi? Alitoka from nowhere akakuja akafanyika. Maana tulikuwa tumejadili Mungu ni mmoja tu. Hapo Yesu hakuwa. Tulipata ya kwamba Yesu ni Mungu. Mungu ni mmoja tu sasa. Sasa tunazungumzia ana mwana. Huyu mwana wake alimtoa wapi ndio amwambie sasa leo utafanyika wewe mwana? Alitoka wapi? Ndio sasa Biblia inasema alizaliwa. Soma. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Kabla ya matendo yake ya kale. Na alitukuka tokea milele. Tangu awali. Twende. Kabla haijakuwako dunia. Maliza. Wakati visipokuwako vilindi na alizaliwa. Hiyo ndio point. Sasa mimi andiko nishapata ni kuzaliwa alizaliwa. Sasa jinsi ambavyo Mungu alivyomzaa na mahali alivyotoka na mahali alivyomzaa na vile alivyomzaa. Sasa hiyo ndio kwamba hiyo ni siri ya Mungu. Kwa Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na ni kweli Yesu ni Mungu, na tukasema hilo jina Mungu amerithi. Amerithi baada ya kutoka wapi? Ndani ya Mungu. Na sasa dia, wakati ametoka ndani ya Mungu ndio anahidi asili ya Mungu. Kwa hivyo mimi nishakujibu swali yako. Yesu anaposema yeye ni mwana wa Mungu, sio kwa design hiyo. Monogenes, one of a kind, son. Haina maana ya uzazi. Haina maana ya kuumbwa, begetting. Lakini inamaanisha ya uniqueness, upekee. Anaposema mwana pekee, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee, monogenes. Ukienda kwa Yohana 1:14, mwana pekee, utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, monogenes. Ukienda kwa Yohana 1:18, Mungu mwana pekee aliye kifua cha Baba ndiye aliyemfunua, monogenes. Hiyo inamaanisha ni upekee na sio wa kuzaa ama wa kufanyika kwa kuumbwa. Monogenes imetumika kuonyesha uhusiano pekee kwa hawa mfano watokao. Moja ni huyu binti, mtoto wa huyu mjane wa Naini. Anasema alikuwa ni mwana pekee wa huyu mjane. Monogenes yus te metri. Mwana pekee. Yus ni mwana. Monogenes pekee. Kwa nini anakuwa mwana pekee? Anaitwa mwana pekee kwa uhusiano. Uniqueness, upekee ni uhusiano. Yule mjane hakuwa na mtoto mwingine, na kwa sababu hiyo anaitwa ni mwana pekee, one of a kind. Hakuwa na mtoto tena kama huyo, monogenes. Mwingine monogenes imetumika kwa mtoto wa Yairo. Yule binti aliyekuwa na miaka 12 alikuwa ni binti pekee wa Yairo. Monogenes heni how to hili inatoka Luka 8:42. Alikuwa ni binti pekee. Binti maana yake unaiona hiyo hapa, lakini monogenes pekee. Yairo alikuwa na watoto ndio, lakini kwa mtoto wa kike alikuwa ni monogenes. Yani hakuwa na mtoto mwingine wa kike. Sio kwamba ana watoto anao, ila wa kike alikuwa ni huyo tu. Ninapitia hapo uweze kuona neno monogenes linamaanisha nini.
uniqueness, na usiliwe kwenye kapu moja. Uniqueness ya binti Yairo, uniqueness ya mtoto wa yule mjane wa Naini ni tofauti, lakini wote monogenes. Huyu ni pekee kwa sababu ndio tu yuko naye yule mjane. Huyu ni pekee kwa sababu tu ndio mtoto wa hakika aliyekuwa naye. Mwingine ni Ibrahimu. Biblia inasema katika Ibrania 11:17 alimtoa mwanawe nani? Pekee. Sasa ili uweze kuchanganya, sikiliza. Maandiko yanasema hivi, Ibrahimu alikuwa na watoto zaidi ya mmoja. Wa kwanza Ishmaeli kwa ajili Misri, wa pili ndio Isaka, wa tatu ni yule Ketura aliyezaa watoto 6 baada ya kifo cha Sara. Sasa ikiwa upekee unamaanisha ya kuzaa, basi maandiko yanasema uongo, kwa sababu yanasema Ibrahimu alimtoa mwanawe pekee. Sasa wewe ukisema upekee ni wa kuzaa, lazima uvuje damu kwenye pua. Kwa sababu Wagalatia, hebu soma Wagalatia usikie, Wagalatia 4 mstari wa 22 hadi 23. Maana watu wanaposikia Yesu mwana pekee wanaweza kuchanganya, wasema upekee wa Yesu ni nini? Wanafikiri ni habari ya begetting. Hata hizo tafsiri unavyozisoma kwa Kiingereza, naenda kukueleza, hazikuwa kwenye tafsiri original ya Kigiriki. Na nitakueleza ziliingia lini, kwa sababu ipi. Hizo zote za Kiingereza, begotten son, only begotten. Begotten maana yake kuna kuletea akili kichwani ya kuumbwa, wakati monogenes haliko hapo kwenye muktadha huo. Hebu soma. Anasema kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Sasa hapa anasema, alafu endelea mpaka 23. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, alitoka kwa mwili. Yule wa muungwana kwa ahadi. Yule wa muungwana alikuja kwa ahadi. Kwa hiyo upekee wa Isaka sio katika kuzaliwa, ila ni katika ahadi, the promise. Katika watoto wote wale wa kiume 8 wa Ibrahimu, aliyekuwa wa ahadi Isaka. In that sense alikuwa ni monogenes. Kwa hiyo Yesu anaposema huyu mwana pekee, maana yake ni nini? Upekee wake sio unaofikiri, vinginevyo wasingemshtaki mahakamani. Yani Mungu, yani hakuna mwana mwingine mwenye aina hiyo ya uniqueness duniani, mbinguni na popote. Kwa sababu uniqueness ya upekee wa Yesu kwa Baba sio wa kuumbwa, ni wa of that kind. Yani hakuna aliye hai yote wa aina hiyo ya relationship, wa aina hiyo ya sifa, wa aina hiyo ya uungu. Nowhere. Kwa hiyo Yesu ni one of a kind. Monogenes maana yake one of a kind. Yesu akisema mimi ni mwana wa Mungu, maana yake the way God the Father is, I am of the same kind. Monogenes. Kwa hiyo monogenes haizungumzii mwanzo wa mwana, ila unazungumzia uhusiano. Monogenes haihusiani na tukio linaloanza kwa wakati. Monogenes ni ukweli usiohusiana na wakati. It is not an event of a time. Wale wanaosema begotten wanaiona monogenes ikianza na wakati, ikianza na Yesu akiumbwa anaanza. Sikiliza grammar ya hilo neno, word study ya Greek. Monogenes haidiri na time. Monogenes haidiri na time, inadiri na kitu ambacho relationship is not an event of time and it has nothing to do, but is the fact irrespective with time. Hii ni elimu ambayo tunaipata bila kutoa ada. Toma mapango pole yatame, yani matango poli yatapike. Hii ni language ya Greek na iko wazi kila mahala. Monogenes haimaanishi kingine chochote. Monogenes haizungumzi na wakati wala tukio linaloanza na wakati, ila is the fact. Inaeleza ukweli wa uniqueness wa relationship pasipo kuhusika na wakati.
Sasa mtu ukishasema Yesu ndio wa kwanza kuumbwa, maana yake umeshataja time. Haya maneno na hii lugha itatushtaki. Afadhali utafune andazi ujanawa kuliko neno. Maana utapewa aspirini, utapewa mebendazo, utoe na gesi tumboni. Irrespective of time. Monogenes haihusiana time. So monogenes underscores his uniqueness. Inapigia mstari na kugongomelea upekee wake, rather than his place. Haishughuliki na wakati na sehemu or mode of origin, wala namna ya mwanzo wa kitu kuwepo. Monogenes haidili na kitu hicho. It does not directly refer to his virgin birth, wala haihusiki na kuzaliwa na bikira. Kwa hivyo waliotumia begotten ya Kiingereza limetokana katika lugha ya Kilatini, version ya Kilatini, the Vulgate. Wale ndio waliingiza hilo neno the only begotten, Waingereza wakalitumia. Kwa nini? Kwa sababu ile version ya manuscript za kwanza kabisa za Kilatini ndizo zilizoweka hilo monogenes katika tafsiri ya Christological passages. Zile sura zinazozungumzia Kristo, ndipo walipojikuta wakaingiza neno begotten katika version ya Kilatini, ambayo inamaanisha katika upande wa upekee wake unigenitus, ambayo ni Kilatini kile. Unigenitus ndio iliyoleta tafsiri ya Kiingereza begotten, the only begotten. Lakini imekuja huko baadaye kwenye version ya Kilatini, na Waingereza walipo tafsiri ndio wakaingiza hilo neno the only begotten. Lakini kwa nini walitumia hivyo? Kulikuwa na vituko vya Arianism, na pasa ameeleza hapa, aliyekuwa wanakanusha uungu wa Yesu. Kwa hiyo na ngoja niwaambie cha pekee. Unajua, ukirudi kwenye historia ndio unashangaa. Hata walipoingiza kwa Kilatini hawakumaanisha kuzaliwa kwa kuumbwa. Walimaanisha ni pekee katika uungu anayeitwa mwana. Yaani unajua, ukitaka uelewe neno, rudi mpaka uone walipokuwa wana insert tafsiri hiyo walimaanisha nini kwenye hiyo early manuscript ya Kilatini. Wanapotumia neno unigenitus, the only begotten kwa Kiingereza, hiyo shift ilifanyika kipindi cha controversy ya Arianism, ambapo Kristo alikuwa anafundishwa na hawa wazushi kwamba aliumbwa. Christ was created. Na ndio maana hawa viongozi church fathers hawa na wengine hao wakaingiza kwenye hilo neno kutafsiri kwamba huyu ni the only begotten kwa Kilatini. Walipoingiza hilo neno hawakumaanisha kuumbwa, walikuwa wanaeleza hivi, hajaumbwa. Unigenitus, yani yeye ni peculiar katika relationship yake na Mungu, sio kwa kuanza kuwepo. Hapana, ndio maana yao ya kwanza. Na hivyo wanapotumia yeye ni mwana wa Mungu, tafsiri yake alivyo baba ndivyo alivyo mwana, tafsiri ya aya za maandiko kuhusu Mungu mwana. Na ndio maana walimshtaki kwa sababu ya matumizi yake mwenyewe alipoitwa mwana wa Mungu. Tunataka afe, maana anajiita mwana wa nani? Maana yake anadai uungu alionao baba anao na yeye. Kwa sababu hiyo amekufuru, na anayekufuru auawe. Torati imesema. Sisi tunayo sheria. Na unaona sasa shetani anavyohamasisha watu tena wanaojiita Wakristo kabisa, wanaopinga kwa hali uungu wa Yesu, na wanakomaa kabisa. Rafiki zao ni wale wajumbe wa Sanhedrin, wale umpeleka Yesu. Yani Yesu angelikuwepo hapa leo, nawaambieni sikilizeni, leo angelikuwepo hapa kimwili, hao wanaokanusha uungu wa Yesu wangempeleka koritini. Ila leo kwa sababu Yesu hayupo kimwili,
Leo wanaozungumzia uungu wa Yesu wakina Semba, uungu wa Yesu wakina Chiragi, wanatamani watupeleke koritini. Ni kwa vile sheria ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haingilii masuala ya kidini. Nawaambieni, kabla nafasi haijamalizika, na usikie tunayozungumza hapa, tunazungumza kwa mzaa, tunajua ibilisi anavyotafuta. Na wangependa wasikie tukufa. Hatufi, hatujamaliza kazi, kaa vizuri. Hii agenda ya uungu wa Yesu ndio iliyompeleka Kalvari. Pilato walijiondoa. Sisi hatuna sheria katika Rumi ya kumuua huyu, hana hatia. Waisraeli wakasema sisi tunayo. Ipi? Anajiita mwana wa Mungu. Kwa hiyo unapoona watu wameumuka mashavu kama mandazi yaliyoshiba amira, wakisema wametoa macho kama ya Pasa Semba, Yesu sio Mungu, ni wale wale lile kundi waliopasa sauti, asurubishwe, asurubishwe. Kwa nini? Anajifanya yeye ni mwana wa Mungu, yeye anaitwa Mungu, asurubishwe. Unapoona unapiga kelele kwenye mitandao, piga kelele kwenye YouTube, piga kelele kwenye WhatsApp, piga kelele makabrasha, ni wale wale kwenye mahakama ya Pilato. Wakati hao wanafanya hivyo, watu wa Mungu walikuwepo waliosema ndio namwamini mwana wa Mungu. Sikiliza vizuri, maana unajua watu wengi hawajafahamu ni nini. Wanajua tu Yesu alikufa kwa sababu, lakini walioileta ile hoja mahakamani ilikuwa amejifanya kuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Ndio maana somo la leo unastahili kulisikia vizuri kabisa. Unaposema Yesu ni mwana wa Mungu, sio hicho ambacho sisi tunakielewa hapa. Hiyo ofisi anapojiita mwana wa Mungu, sio mwana wa Mungu kama tunavyoita sisi leo ni watoto wa Mungu. Hapana. Maana yake ni madai ya kuwa sawa na Mungu. Na ndio maana watu wote wanaokiri leo kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ina maana kama wanaelewa maana yake, hawataendeleza habari na hoja ya kukana uungu wa Yesu. Kama bado watasema Yesu ni mwana wa Mungu kwa uelewa wa nafasi hiyo na vile alichomaanisha Mungu kuitwa hivyo, na kila ambacho walikielewa viongozi wa dini waliojua Torati na walivyomsikia Yesu maana ya kujiita mwana wa Mungu, alichokuwa na maanisha mimi ni Mungu, ni sawa na Mungu. Utakuja kuona kidogo, kwa sababu sio mara ya kwanza taifa Israeli kusikia habari watu wanajiita wana wa Mungu. Lakini kwa nini kwake ni hoja? Ni hoja kwa sababu akiitwa mwana wa Mungu anamaanisha ni Mungu. Ila sisi tusiojua ndio tunadhani ni mwana wa Mungu kwa alivyofanyika mwili akazaliwa na Mariamu. Manuscripts rendered monogenes in the Christological passages as unicus or unique, but in Jerome's Latin version it was changed to only begotten or unigenitus. Na huu ni ukweli ambao upingiki. Iko katika historia kwamba maandishi ya awali ya Kilatini lilionyesha neno monogenes ya Kigiriki kama unicus. Inapoongelea kuhusiana na Yesu Kristo ilikuwa inatumia neno unicus, unique. Ikitumia watu wengine labda haikuwa inatumia hiyo vizuri, lakini ikija kwa Yesu Kristo neno la Kilatini la awali, Latini ya awali ilikuwa inatumia neno unicus, unique, wa kipekee, special. Lakini Kilatini ya pili ambaye ilikuwa ni Latini ya mtu ambaye anaitwa Jerome's Latin. Wale ambao wamesoma CRE shuleni, wamesoma historia CRE, kuna historia ya Biblia kutafsiriwa form 1 imesema kuna Jerome's Bible Latin Jerome. Naelewa, lakini
So kuna Latini aina mbili, Latini ya awali na Latini ambayo ilikuja baadaye ya Jerome. So wewe unaamini gani? Unaamini ya awali ama ya Jerome? Watu wengi wamechanganyikiwa na hii ya Jerome. Maana ya Jerome ilikuwa ina tafsiri neno, iliweka neno only begotten ama unigenitus. Badala ya kutumia neno unicus akatumia neno unigenitus. So nataka wewe ambao unapinga hili fundisho, kama unafikiria naongea uongo, na kupea challenge. Je, Latini ya awali ilikuwa ni gani? Neno kwa Kilatini, lugha ya Kilatini ya awali ilikuwa ni gani? Ilikuwa unicus ama unigenitus? Kuna watumishi wangu nawapenda sana, najua wataogopa kupitia kwa hii. Wanapenda kupata watumishi wengine wakitoa mafundisho yao alafu wanapitia kwa hoja zao. Mimi leo katika hii fundisho naomba mtu akuja apitie katika hoja zangu. Pitia kama utaweza. Sijaribu kuboast, lakini najaribu kusema hiyo kwa ajili ya watu ambao wanapenda kupata mafundisho ya watu wamefanya research vizuri, wanakuja kuconfuse watu akili kwamba huyu mtumishi hajatumia research vizuri. Sasa wewe kuja na research yako ambaye ni ya kweli. Na kama yangu ni ya uongo, soma hapo tuone kama ni kweli. Kama ni kweli, soma kabisa tupate kujua kama ni kweli, ili watu wasipate kuchanganyikiwa. Sasa Latini, mimi nimesema hivi, Latini ya awali ilikuwa sawa, ilikuwa inatumia neno unicus, yani unique, akona upekee. Lakini Latini ya Jerome ikatumia neno kuzaliwa, ana mwanzo. Kwa sababu hii, mbona unaweza kuniuliza mbona ikatumia hiyo neno kuzaliwa? Sikia, hii ndio jibu. Unigenitus. The shift apparently took place during the Arian controversies. Kulikuwa na ubishano wa Arian. Arian ni mtu ambaye alikuwa Mkristo, akakuja na fundisho kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba. Halafu Yesu Kristo sio Mungu. Yesu Kristo aliumbwa na Mungu. Kwa hivyo Yesu Kristo ni kiumbe. Yesu Kristo ana mwanzo. Yesu Kristo ndiye alikuwa wa kwanza kuumbwa kwa viumbe vyote duniani. Kabla Mungu haja separate mchana na usiku, jua na mwezi, kila kitu, Yesu ndiye alikuwa wa kwanza kuumbwa. Huyu Arian alikuwa na hilo fundisho. Na kwa sababu ni yeye alichangia pia wale ambao waliamini mafundisho yake, ndio wale walitranslate, walitafsiri hii Jerome. Hii Jerome Latini ya Kijerome. Kwa hivyo wewe unaamini Yesu ana mwanzo? Sikia, Arian na wafuasi wake walifunza kwamba Yesu aliumbwa. Alafu kuna wengine ambao wanaitwa apologists. The apologists. Apologist atokana na mtu ambaye anaitwa Apollo. Huyu apologists walikuwa wafuasi wa Apollo. Walikuwa pia wakibisha kwamba Yesu alizaliwa. Yesu alizaliwa kabla uumbaji wote haujafanyika. Kwa hivyo wa Arian wakisema kwamba Yesu aliumbwa, wa apologist wanasema hapana, Yesu hakuumbwa. Yesu alizaliwa na Baba. Alafu kuna wengine wanakuja saa hizo wamepanua zaidi kwamba Yesu alipasuliwa kwenye kifua cha Baba. Wako tu. Na katika hii kanisa ambalo na shiriki la Waadventista wa Sabato, wamejaa wengi ambao wanaamini hivyo. Na wengi wameanza kutusi kanisa la SDA haiamini hivyo. Lakini kuna watu wamekuja kufuata mafundisho ya huyu jamaa apologist au apologist sawa, na wanataka SDA pia wafuate hivyo. Alafu baadaye SDA wasipofuata wanaishambulia SDA, ati SDA itaka kufuata Biblia. Wakati huo hao ndio wataka kufuata Biblia. Hao ndio wataka kufuata Biblia, lakini wanasema SDA ndio wafuate Biblia, na wametoka katika SDA wamefungua makanisa yao. Na ushahidi wa kutosha kabisa. Sitaki kuwataja. Najua msikilizaji yule ambaye ananielewa kabisa anaelewa haya maneno. Sikia. Kwa hivyo apologists pia wakasema Yesu. Kwa hivyo hawa Arian na apologists wote walikuwa
mawazo kwamba Yesu ako na mwanzo. Kwa hivyo walipotafsiri sasa hii, in other words, walipotafsiri hii neno katika waliona kwamba hapana, haifai kutafsiriwa hivyo, wakaweka unigenitus badala ya unicus, ati Yesu amezaliwa. Kwa hivyo kuna neno mzaliwa pekee haikuwa kitambo katika Latini ya awali. Ilikuwa neno wa kipekee. Yesu ni wa kipekee, hata mzaliwa haikuwa. Ilikuwa Yesu ni wa kipekee. Na ikitumia neno mzaliwa ni katika muktadha wa watu ambao si Yesu, kama Isaka nini. Lakini kwa muktadha wa Yesu walikuwa watumia neno tu wa kipekee. So in other words, when the phrase only begotten was applied to Jesus, they intended to establish Christ's eternal equality with the Father. So kwa lugha nyingine pale Biblia imesema kwa lugha ya awali kwamba only begotten, walikuwa wanajaribu kuonyesha kwamba Yesu alikuwa anatoshana na Mungu, kwamba Yesu ana mwanzo kama Mungu, Yesu ana uungu kama Mungu, Yesu anakuwa na vigezo sana kama Mungu. Sikia, Onyango aliuliza, ashaanza na mtumishi wa Onyango, najua atafuatilia pale alipo. Aliuliza kwamba katika Methali 8:25. Methali 8:25, naomba nisome alafu nijibu. 8:25. 8:25 Methali. Yesu anaongea hapo. Tulishaweka msingi kabisa katika somo lililopita. Ni Yesu anaongea hapo. Roho ya unabii inakubali na Biblia inakubali. Yesu anasema hivi: kabla mlima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Kwa hivyo huyo ni Yesu. Yesu anasema yeye alizaliwa, lakini anasema alizaliwa kitambo kabla uumbaji haujafanywa. Maneno vilima nini naongea kuhusiana na uumbaji. Kwa hivyo Yesu amezaliwa kabla hajafanyika mwili katika hii dunia. Yesu amewahi zaliwa. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa Mungu. Kulingana na hiyo aya, amezaliwa na Mungu. Lakini sasa swali yangu ilikuwa hapo ni kwamba nilipojaribu kueleza maana ya nalizaliwa, jinsi ambavyo imetumika katika neno la Kiebrania, akasema kwamba mbona nikachagua maneno mengine na si kuchagua mengine. Kwanza nilisema hivi, neno nalizaliwa ukileta Mwebrania hapa na ukaisha na mtumishi Ndasha na huyu chairman na Joel Mutisha na uwasomee hiyo neno kwa Kiebrania nalizaliwa na watumishi wengine wote, Mwebrania ataelewa tofauti sana na jinsi tunavyoelewa. Sisi tutaishi tu kubishana kwa Kiswahili na Kiingereza, lakini Mwebrania mwenyewe lugha yenyewe ataelewa tofauti. Mbona niseme hivyo? Hilo neno ambayo imetumika hapo sio kuzaliwa ambayo tunaongea ya kawaida hii, ambayo tunafikirianga, wana matengenezo wengi wanafikirianga ni baba alipasua Yesu kwenye kifua. Sio hiyo kabisa. Tuseme tu kweli na tupe andiko haki yake. Kama tunampenda Yesu na kama tuna imani kwamba Mungu anatuangalia na anasoma mioyo yetu pale tulipo. Neno la Kiebrania ambayo imetumika hapo ni neno brought, kwa Kiingereza ni brought forth, na Kiswahili ni nalizaliwa. Kiswahili na Kiingereza yote imeondoa tafsiri halisi ya hiyo neno. Inafaa kuwa hivi, inatumia neno la Kiebrania chulkul. Naomba mtumishi Ndata kama ako na concordance hapo angalie, mtumishi mwingine. Neno ambayo imetumika hapo ni chulkul. Chulkul hapa sisemi kama nimejificha, iko wazi katika Bible Concordance. Na mtu anaweza dhibitisha chulkul na angalia maana zake. Mtumishi Onyanga alitusomea maana zake zote juzi. Kuna maana moja wapo inaongea kuhusiana be in pain. Pain, to twist. Inaongea hapa pain ni machungu, kutwist ni kama kusikia tu hiyo uchungu. Kwa hivyo kuna muktadha wa uchungu wa kupitia mateso fulani hapo. Hiyo neno chulkul. Alafu kuna maana zingine kama Onyango alisoma maana zingine 3 kama kutikisika, shake, na kuna maana nyingine huko chini utapata neno formed, kuumbwa. Ewe mtumishi Onyango akasema mbona ukachagua neno? Mimi nikachagua neno pain, kwamba neno halisi linafaa kuwa pain. Yesu alipitia, inaongea kuhusiana na machungu. Yesu anasema nalikuwa katika machungu. Kwa hivyo Onyango akaniambia mbona ukachukua hiyo pain badala kuchukua neno formed ama shake. Kwa hivyo ndio nilikuwa nijibu saa hizi. Sababu ndio hii. Singechukua neno formed
kwa sababu hakuna yeyote anayeamini kwamba Yesu aliumbwa. Labda leo ajitokeza aseme Yesu aliumbwa. Hakuna. Hata mtumishi Onyango mwenyewe huwa anamsikiza aamini kama Yesu ameumbwa. Kwa hivyo hata mtumishi Onyango hangetumia hiyo neno formed. Shake, neno shake, kutikisa tikisa hivi, hata hiyo haiwezi tumika, maana haiwezi apply hapo. Neno ambayo inakuwa na application ambayo iko katika muktadha ni hiyo neno uchungu, pain. Mbona ikuwe pain? Kwa sababu inaoana na neno ambayo imetumika nyuma yake katika mstari wake wa 20 na tatu. Mstari wa 23 ina neno ambayo inaoana na hiyo neno pain, machungu. Inasema hivi, nalitukuka tokea milele. Hiyo neno nalitukuka katika Kiebrania neno nalitukuka, Kiingereza kwanza ni set up. Hapo pia Kiswahili na Kiingereza imeharibu tafsiri kabisa. Hiyo neno ambayo imetumika hapo ni neno nasak. Naomba idhibitishe kama mtu ako na simu hapo angalie. Dakika 4, asante. 5. Sawa. Kwa hivyo neno nasak imetumika hapo. Nasak inamaanisha kwamba ina maana mingi sana. Kuna when someone gets anointed, especially king. Yani inatumika wakati mtu anakuwa anointed, anawekwa mafuta. Sijui Kiswahili kama imewekwa vizuri anointed. Sijui mtanisaidia Kiswahili hapo vizuri. Mtu amekuwa anointed. Na mtu anaweka katika unajua mtu ambaye anakuwa anointed katika Agano la Kale alikuwa anawekwa katika ofisi fulani. Hapo naongea kabisa kwa muktadha wa hiyo neno la Kiebrania. Kwa hivyo alafu kuna neno pour out. Kwa hivyo ukiangalia vizuri ni lugha ya mafumbo inatumika kuonyesha kwamba Yesu kwanza alipewa mafuta, alitoa mafuta, aliwekwa na Mungu katika kukuwa anointed, kuwa mkombozi. Methali 8 inaongea wapendwa kuhusiana na ukombozi, sio maneno ya kuzaliwa kwenye kifua. Ndio nikasema kama kuna mtu anatumianga hiyo kudhibitisha kwamba Yesu ametoka kwenye kifua cha baba, aache kabisa, maana atendei maandiko haki mbele za Mungu. Alafu hiyo neno inaoana na hiyo neno ambayo imetumika aya 25 kabisa, uchungu, kwamba Yesu angekuja kupitia uchungu. Ni mpango wa wokovu unaundwa. Kwa hivyo Yesu lazima angewekwa katika ofisi ya ukombozi. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili, lazima angepitia uchungu. Ndio maana alipozaliwa na Mariamu msalabani akatimiza hiyo yote, akatukomboa, hata akatiwa mafuta na Roho Mtakatifu, hata pia akapitia machungu alipokufa msalabani. Kwa hivyo Methali 8 inaongea kuhusiana kuzaliwa kwa mpango wa wokovu ambao umedhibitishwa ama umedhihirishwa na Yesu Kristo. Kwa hivyo sio nazaliwa ambayo tunaongeanga kila wakati. Shika mic. Yesu alifanywa nini? Alizaliwa. Hiyo ni kutotendea maandiko haki. Acha tuachane na hapo. Nimebakiwa na dakika 2. Kumbe hii dakika ni kidogo, lakini hakuna shida. Uungu wa Yesu, lakini anakiri Yesu ni mwana wa Mungu. Basi najua shida ulio nayo, unataka ueleze hiyo kauli kwa uelewa wako wa karne 21 kwa kilugha unayozungumza wewe, na umeamua kutafsiri Biblia kwako wewe. Na hakuna ufisadi mbaya kama huo, kutafsiri maandiko na kuyaapply, kuyaweka kwenye matumizi katika kipindi chetu, hujarudi kwa original audience. Kabla hujaenda kwa wale wasikilizaji wa wakati ule, don't try to apply the text. Usijaribiwe kuliweka fungu kwenye matumizi ikiwa hujalifahamu maana ya wasikilizaji wa wakati ule walivyolielewa na msemaji wa wakati ule alivyomaanisha. Ndio hoja inayokuwepo. Unafanyaje application ya text kwa today's society wakati hujui the meaning of the text in the original audience? Hujui. Utaipata ni hivyo. Kama umeongeza utajua tu. Wewe utachukua useme nimeongeza wapi. Sasa ninasoma E.J. Waggoner, Christ had his righteousness, page 21, 1890. Inasema hivi: kulikuwa wakati ambapo Kristo alitoka katika Mungu, kutoka katika kifua cha Baba. Lakini wakati huo ulikuwa bali sana huko nyuma katika siku za milele, kiasi kwamba kwa ufahamu wenye ukomo
kivitendo ni bila mwanzo. Hiyo ni kitabu cha Wagona. Sasa ninakuja naingia katika Ellen G. White Revealed at the Herald, July 9, 1895. Anasema Baba wa milele asiyebadilika alimtoa mwanawe mzaliwa pekee, alimpasua kutoka kifuani mwake, yule ambaye alifanywa katika chapa ya nafsi yake na kumsema. Zile aya nilikuwa nimezisoma zilikuwa zinasema kwamba ametoka ndani ya Baba ndio akaja kutoka kwa Baba. Kwa ni sawasawa na vile Yesu ni sehemu ya Mungu. Kwa hivyo Yesu anapokuja hapa duniani ni sehemu ya Mungu, maana ametoka ndani ya Baba. Hiyo ndio Biblia inaita. Okay, asante. Natumai swali yake imejibiwa. Sasa taona huyo Mungu aliyependa ni nani. Kwa sababu hii inatueleza vizuri exogmai aliyetoka kifua, atokae kifuani kwa Baba. Haielezi kwa maana ya kifua physically. Theophany unaiweka hapo ya umbile la Mungu. Hujawahi muona Mungu popote wewe, acha utapiamlo. Hazungumzia habari ya physical chest, the bosom of God. Hazungumzia bosom of the Father. Hasemi kifua. Anazungumzia attribute. Anazungumzia love of God. Plani ya Mungu imeko laid down kwa sababu ya upendo. Mpango wa ukombozi kwa sababu ya upendo, sio kifua kupasuka. Yani wokovu umewekwa kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Alafu unazungumzia kupasuka kwa kifua ama language ndio ujui. Tusamehe kwa kuwa tujui tunayotenda. Naelekea mwisho sasa. Ndiye mwana wa Mungu. Hiyo wanaozungumza alipasuka kifua hawajui maana kupasuka exogomai to lead out. Wakati wana lead iko kwenye middle verb ambayo ni Baba na Mwana wana acti, wanafanya ili mpango wa ukombozi upatikane. Na hiyo inaitwa siri ya utaua, the mystery of godliness, fumbo la utaua. Amekuwepo from everlasting, atokae kwa Baba. Kutoka kwa Baba sio kwa kuumbwa, alongside, before, ambaye yuko pale in the presence from the beginning. Toka mwanzo yuko pale, yuko na Baba. Ndio maana nasema ulimtukuze mwanao kwa utukufu niliokuwa nao pamoja nao kabla ya dunia haijawako. Ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, sio ya mwana ya kwamba ni mdogo. Maana na matumizi ya Biblia ya mwana wa Mungu maana yake ni sawa na Mungu. Vinginevyo tafuta aya zingine utakazozitoa zitakazoondoa hizo. Maana ya mwana wa Mungu ni sawa na Mungu, ndio agenda ambayo Sanhedrin ilimshtaki Yesu. Mwana wa Mungu maana yake ni sawa na Mungu. Ukiwa mbali kule, ikiwa unaamini mwana wa Mungu kama yule aliyeponywa, yule kipofu tangu kuzaliwa, akasema ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akasema unayesema naye ndiye. Kama unaamini Yesu ni mwana wa Mungu kwa maana ya kimaandiko ya Biblia ambayo Yesu alionyesha, na ndio ambayo makuhani walielewa na wajumbe wa Sanhedrin, walimu wa dini walijua madai yake ni ya uungu na wakamshtaki wakikanusha hilo. Wanaoamini Yesu ni mwana wa Mungu, sio hii watu wanaoelewa leo karne ya 21, hiyo ambayo Biblia inayosema kwamba Yesu ni sawa na Baba, ni Mungu kama alivyo Mungu Baba. Simameni pale mliko. Hata kama uko kule mbali kabisa, sogea tu kwenye skrini yako. Kama una chombo cha mkononi, tembelea, sogea tu pale, hatua moja tu. Yesu anataka aone kwa mara nyingine ukisema na muamini Yesu mwana wa Mungu. Kwa maana hii Yesu ni Mungu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa mara nyingine tena tumesimama katika nyumba hii ya sala kwa kukiri na uelewa huu. Yesu ni mwana wa Mungu, ni Mungu. Ndio maana maandiko yanasema Mungu mwana. Na Mungu mwana sio kwamba ni Mungu mdogo, ile inaelezea upekee, uniqueness, one of a kind, wa aina ya Mungu Baba. Huu ndio upekee ulionao. Mungu wetu, tunashukuru kutusaidia kukiri imani leo. Msaidia na yule msikilizaji aliyoko mbali, na wale wote watakaoendelea kusikiliza kutoka katika mitandao hii, wasaidie na wao waungane
waungane na wale wanafunzi waliokiri, waungane na wale mitume waliosimama, waungane katika historia yote kumkodolea macho na kumkemea shetani, rudi nyuma. Yesu ni mwana wa Mungu. Ikiwa alipobananishwa alikiri Yesu ni mwana wa Mungu, kila roho inayoinuka, wasaidie watoto wako kumkemea adui shetani katika mioyo yao, wakikiri Yesu ni Mungu. Na asante kwa sababu tunasubiri mafunuo na utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu siku ile, na tutafurahi mbele zako. Asante na kutusamehe ikiwa hatukujua hivi, na asante kuimarisha imani yetu hata tutakapokulaki ujapo mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Amina.